Yezo safi. Yezo safi. Ni nani Mororogo? Ni nani Mororogo bwana? Wanamchezo na viongozi wa timu zote mbili. Mimi nimefika hapa kufuatilia mwendelezo wa ligi. Lakini pia kama ambavyo leo ni siku ya pili. Mimi natamani sana tambulishe kwenu kwa mara nyingine. Naitwa Daniel Kilogela Mabala, diwani wa kata ya Lwamgasa. Inayoendelea sasa hivi. Sasa nimeona ni vyema niwasalimie, lakini pia nikileta salamu za mheshimiwa anaendelea kuwasalimia sana vijana, lakini wana michezo anatamani sana kama ratiba itaruhusu, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI siku ya fainali aje ashiriki na fainali ya ligi ya mabara kata ya Lwamgasa. Kwa hiyo anawatakia ushindi kwa timu zote mbili, kwa maana kwa timu zote zinazoshiriki, yoyote atakayeibuka atakuwa na sisi pamoja. Na kaenda mbali zaidi kwa sababu pia ya ushirikishwaji, kusema timu ambazo zitashiriki zote kwenye ligi ambazo pia tuliahidi hivyo kwa viongozi zitapata mpira kutokea kwake mmoja mmoja. Alisema swala mpira niachie mimi wa kusikawia timu zote. Hajakomea hivyo tu, tumeenda hatua zaidi tena kupitia kutafuta wadau. Timu zote ambazo zinashiriki michezo zilikuwa zinaingia kwa mara ya kwanza, kila timu inapaswa ipate $100,000. Na kwa sasa hivi hapa nimeleta hiyo $100,000 ya timu zote mbili. Tulifanya hivyo jana, na Ilangasika tutafanya hivyo vingine. Tunawaza kwa namna ya pekee kwa umaridadi wa timu na tunavyotamani Lwamgasa hiyo. Tunawaza kila mmoja na sisi ambao sasa ni vijana, kila mmoja aanze kuanzia michezo tajiri wa timu kata ya Lwamgasa. Yaani tuwe kama vile hamna shughuli nyingine. Na natamani sana nyinyi ambao mnasakata kandanda kushawishi kila mmoja aanze kuanzia tu kwamba michezo kama vile hakuna kilimo, kama vile hakuna nini, kama yaani kila mmoja anasema ninaenda kwenye kilimo lakini narudi kwenye nini? Tuko pamoja Ndio. Kwa sababu tukiamini michezo ni afya, kipaji, ajira. Wana michezo halafu vile vile nidhamu. Tunio mwanya wewe. Kwa sana ndio kamera kwa. Sasa paka kamera pata mtabasamu. Bana. Hawezi hata kufunga hata goli hili. Wanamcheza nidhamu yake inahitaji tu kuweka mambo ambayo yamepangiliwa kwenye mtiririko ambao uko sawa. Tungekuwa tunajua huyu anacheza namba 9 mchezaji vizuri, ila lakini ni kibaka. Sina uhakika kama kocha anaweza kumpanga. Unaweza kumpanga kwenye kibaka akacheze pale mbele namba 9. Ni kama vile anakuaibisha tena. Nawaza kwamba ukibaka wetu ni kwamba hawa watano na wapitaji walioko mbele yangu. Huyu nani hanipiki? Ndio naweza kusema kwamba hapo lakini hilo tamkachwe ya kabisa. Mimi nilisema kipindi fulani tukiwa hapa na hapa kwamba mimi wakati nilikuwa nacheza namba 9. Yaani mimi naweza kuwakadiria wote mlioko hapo nikaruka ninavyojua kuruka. Lakini sasa hivi dakika 5 uwanjani lazima nikiangushe niombe kutoka uwanjani kwa sababu pumzi haipo tena. Kwa hiyo kwa namna pekee mimi niwapongeze na tujipongeze kwa makofi mengi. Kwa kusema hivyo sasa naomba makapteni wa timu mbili naenda kule kwenye uzinduzi leo wako Ilangasika kwenye hilo kundi la nyingine. Naomba kapteni wa timu mbili niweze ukabidhi au viongozi. Vyovyote vile kapteni au viongozi. Nikabidhi hiyo $100,000. Yes sir. Yes sir. Bwana zani kama vile za kwake kabisa, kumbe ni timu yake anaisema hapo sawa. Hii imekamilika. Asante.
Asante mheshimiwa. Barikiwe sana. Haya, mko sawa. Na mimi nawatakia ushindi na kunyakua kombe kabisa timu zote ambazo zinashiriki na zitakia heri. Sasa wewe ni mgogoro wenu tu sasa mtakavyokuwa, lakini mwisho wa siku marefari na management tunaomba kitu kimoja. Jitahidi kudumisha usawa. Ni aibu na haitakuwa sawa kama wewe umeaminiwa kuwa referee na linesman ukapendelea. Natamani sana mweke usawa. Kupendelea huwa kunajulikana, angalau basi mpaka tuende kwenye nani. Sasa hivi tumeweka nini mnaita VAR. Kwamba kwa namna pekee usipendelee basi, ili angalau usije ujikute kaonekana na ukakosa sifa za kuendelea kuwa referee au kuwa linesman kwa maeneo. Mimi viongozi ni wapongeze na tutaendelea kushirikiana kadri kulipo na changamoto tunasemeshana. Tunao viongozi mwenyekiti hapa ambazo zilizojipanga timu hapo. Mwenyekiti wa vijiji unalazimika kwamba timu yako imepangwa mbali. Usione shida. Sema wewe umezima, mimi nimeona chaji. Tunashirikishana zaidi kwa mapema. Kama kuna mkwamo zaidi. Yaani hapo ni nyumbani hapo, ila sipoongea naye. Ya simu yake inapatikana basi hivi simu yake. Viongozi wa kijiji na nyie kama wanatimu wanacheza ili tuone wapi tunakuamua. Asanteni sana, niwatakie mchezo mwema. Hivi sasa mniruhusu niondoke, tutapata tunatokea na ruhusa kila siku jioni Basha kwa maana Geita, lakini pia na waandishi wengine wa habari ambao tutaingia kwenye mtandao. Kwa hiyo ni bora kandanda kabisa ikakaa. Na wale tunaochukua picha, ukiona mtu ameruka kabisa, ameruka idake basi angani, wale wachukua picha. Kama mtu labda sio yule aliyeanguka kienyeji, wewe ndio unakimbilia hapo. Asanteni jameni. Rahisi muda wetu umeenda, ni muda kwamba natamani kujua pamoja kwamba sio tunashiriki. Ushindi dhidi ya Mafisi FC tunaenda kuunyakua. Makofi kwa timu pinzani Mafisi FC. Umependeza sana. Asa hata mtabasamu. Vipi? Yako hivi ndio tunanisha baadaye tunanisha mafoto baadaye. Utaona na shipilingiti hii. Si hapo wewe mdhamini wa timu hiyo, Fisi mwenyewe. Fisi. Hata mrembui. Bwana sura mitamu yani.